Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, popote ulipo na kusalimu. Ujambo? Anayezungumza nawe ni Senior Pastor Mutuma. Wakati mpendwa, ningependa kushirikiana nawe katika kujifunza jambo la muhimu sana ambalo linahusiana na mmoja wa wanafunzi wa Yesu ambaye alitembea na Yesu miaka 3.5, akaiona miujiza aliyoifanya Yesu, na pia akayasikiliza mafundisho yote aliyomfundisha Yesu, na pamoja pia na kufundisha wote waliokuwa pamoja naye. Basi mpendwa, kabla ya kuingia kwenye fundisho hilo, ningekusihi mahali ulipo uweze kutulia, tuombe ili Roho wa Mungu aniongoze nipate kufundisha fundisho hilo, maana ni la muhimu kwako na kwangu. Tuombe. Baba, kwa jina la Yesu, tawaza mawazo yangu, pia itakaze midomo yangu ili niweze kunena yale ambayo yatafaidi msikilizaji pamoja nami. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Mpendwa, kama nilivyokwisha kukwambia, ni ya kwamba ningependa tuweze kuangalia juu ya historia ya mtu mmoja aitwaye Yuda. Ni kwa nini nimepanga tujifunze mambo ya Yuda? Mpendwa, utaniruhusu leo niweze kukusomea kitabu ambacho kimeandikwa historia ya Yuda. Kitabu hicho ni kitabu ambacho kinaitwa kwa Kiingereza Desire of Ages. Kitabu hicho ni sura ama chapter 76. Utaniruhusu sasa niweze kukusomea kwa lugha ya Kiswahili. Nisome mambo machache, kisha nitakuja kuelezea juu ya historia ya mtu huyo aitwaye Yuda. Basi sikia kama vile kitabu hiki kinavyoelezea mambo yanayomhusu Yuda. Sikia. Inasema, historia ya Yuda huonyesha mwisho wa huzuni wa maisha mtu ambaye angeheshimiwa katika kazi ya Mungu. Kama Yuda angalikufa kabla ya safari yao ya mwisho ya kwenda Yerusalemu, angehesabiwa kuwa mtu mashuhuri sana kati ya mitume 12, ambaye angeacha pengo kubwa sana. Chuki ambayo imemfuata katika karne zote isingekuwako, lakini tabia yake imedhihirishwa kwa ulimwengu kama onyo kwa wote wale watakaosaliti dhamana takatifu. Tangu siku ile ya karamu nyumbani kwa Simeoni, Yuda alikuwa amepata nafasi ya kukitafakari kitendo alichokuwa ameagana kukitekeleza, lakini kusudi lake lilikuwa halijabadilika. Kwa bei ya mtumwa akamuuza Bwana wa utukufu. Yuda kwa asili alikuwa na tabia ya kupenda fedha sana, lakini siku zote hakuwa mpotovu kiasi cha kutenda tendo baya kama hili. Alilea roho ya uchoyo wa fedha mpaka ikapita upendo wake kwa Kristo kwa tendo moja ovu. Akajitolea mwenyewe kwa shetani. Sikia mpendwa, akajitolea mwenyewe kwa shetani kutumiwa katika kiwango chochote kile kutenda dhambi. Sikia sasa mpendwa, Yuda alijiunga na wanafunzi wakati watu wengi walipokuwa wakimfuata Kristo.
alishuhudia matendo makuu ya Kristo ya kuponya watu na kufukuza pepo wachafu na kufufua wafu, na aliyatambua mafundisho ya Yesu kuwa bora zaidi ya yote aliyopata kusikia. Ndio, alitamani kubadilishwa tabia na alitegemea kuwa hivyo kwa kujihusisha na Yesu. Mwokozi hakumkataa Yuda. Alimpatia nafasi miongoni mwa wale 12. Sikia. Alimpatia nafasi miongoni mwa wale 12. Hii ni kusema nini? Ni kumaanisha ya kwamba yeye hakuitwa sawa na Petero. Lakini tumekwisha kusikia, nirudie nyuma kidogo, inasema Yuda alijiunga na wanafunzi wakati watu wengi walipokuwa wakimfuata Kristo. Na akafanya nini? Alishuhudia matendo makuu ya Kristo ya kuponya watu. Sasa wacha niruke sasa niende mbele kidogo. Ndiyo, pia akaona kuponywa wagonjwa, ama akaona wagonjwa wakiponywa, na pia Yesu akitoa pepo wachafu. Lakini Yuda, sikia sasa, hakujitoa moyo wake kwa Kristo kikamilifu. Hakujitoa moyo wake kwa Kristo kikamilifu. Ndio, hakuacha tamaa zake za ulimwengu wala kusipenda fedha, na pia hakujiweka chini ya mvuto wa mbingu, bali alijitafutia tabia ya kukosoa na kusutumu. Yuda alikuwa na mvuto mkubwa sana kwa wanafunzi wenzake. Alijiona sana kutokana na sifa zake, na aliwadharau ndugu zake kama walio duni, ama aliwaona wanafunzi kama watu duni. Alijisifu kuwa kanisa lisingestawi kama isingekuwa kwa sababu ya uwezo wake. Ndio, wacha niende mbele kidogo. Sasa Kristo alimweka mahali ambapo angeona udhaifu wake na kujirekebisha, lakini Yuda alijiendeleza katika tamaa. Fedha chache alizokuwa akitunza kila mara zilikuwa zinamtia majaribu. Alipotenda kazi ndogo kwa ajili ya Kristo, alikuwa anajilipa kutoka katika fedha hizo kidogo. Machoni pake hivi visababu vilitumiwa kama udhuru wa vitendo vyake, lakini machoni pa Mungu alikuwa mwizi. Yuda alichagua njia ambayo alitegemea Kristo aifuate katika kazi. Yaani Yuda alichagua njia ambayo alitaka Kristo amfuate. Alikuwa amepanga kuwa Yohana Mbatizaji afunguliwe kutoka gerezani, lakini Yohana aliachwa akatwe kichwa. Ndio, badala ya kulipa naye Yesu, badala ya kulipa kisasi kwa ajili ya kifo cha Yohana, aliondoka kwenda mahali pengine. Ndio, Yuda alitaka hatua za ukakamavu zaidi zichukuliwe. Alifikiri kuwa kama Yesu asingeliwazuia wanafunzi kutekeleza mipango yao, kazi ingefanikiwa zaidi. Aliona kuwa mandai, niduke kidogo, yake kuwa ni bora zaidi. Ndio, sasa niduke kidogo. Yuda alikuwa na mvuto mkubwa sana kwa wanafunzi wenzake, na alijiona sana kutokana na sifa zake, na aliwadharau, akadharau wale wanafunzi. Sasa mpendwa, ilitokeaje ama iliendeleaje? Tangu wakati huo, ama niende juu kidogo, alimuona Kristo akielekea katika mambo ya kiroho zaidi kuliko mambo ya kidunia. Ndio, alidhani kuwa Kristo hakutaka heshima na wala hakukusudia kuwazuia wanafunzi wake. Aliasimu nini?
aliasimu kutoshirikiana sana na Kristo na badala yake kujitenga polepole. Basi aliamua kuwa mtazamaji, na hasa alikuwa mtazamaji. Tangu wakati huo alionyesha mashaka yaliyowachanganya wenzake. Alileta mabishano na mafungu ya Biblia juu ya mambo ambayo hayakuwa na uhusiano na yale yaliyofundishwa na Kristo. Ndio, wacha niende mbele kidogo. Sasa kuna wakati fulani Yesu alikutana na kijana tajiri. Ilifanyika nini? Wakati Yesu alipomwambia yule kijana mtawala tajiri masharti ya kuwa mwanafunzi, Yuda alidhani kuwa kosa limetendeka. Maana yake nini? Maana alidhani mtu kama huyu mkuu angeshirikishwa kuendeleza kazi ya Kristo. Yuda alifikiri kuwa yeye binafsi angebuni njia nzuri za kusaidia kanisa ndogo hili kufanikiwa katika mambo hayo. Alijidhania kuwa ana hekima kumpita Yesu. Sasa tunasikia ya kwamba huyu Yuda aliendeleza chuki ambayo ilitokana na Shetani, na alifungua njia za kuwashawishi wanafunzi wenzake. Walakini Yuda hakudhihirisha wazi manung'uniko yote yale mpaka siku ya karamu nyumbani kwa Simeoni. Kwa hivyo wapendwa, nataka nikatishe kidogo, nieleze ya kwamba Yuda huyu tunamuona ya kwamba alipotea. Sasa historia hii kama ningeweza kusoma yote nimalize, isipokuwa ni vile naona muda hautaniruhusu. Tunaweza kuona ama baadhi ya yale nimeyasoma na mengine ambayo yamesalia yanaonyesha kwamba kilichofanya Yuda kupotea, alipotea kwa sababu ya makosa matano. Alipotea kwa sababu ya makosa matano. Kwa nini? Jambo la kwanza, alikataa nini? Alikataa kufungulia moyo wake Mungu. Ama kwa njia nyingine ni ya kwamba Yuda alikataa kuongozwa na Mungu. Pamoja na Yesu kufundisha mambo mengi kwa muda wa miaka 3.5, na Yuda akayasikia maneno hayo yote, hakuruhusu moyo wake uongozwe na Mungu. Ndio. Na wala hakukubali kujitoa. Tumesoma hilo. Hakukubali kujitoa kwake Kristo. Lakini pia mahali pale ambapo nimesoma panasema ya kwamba Yuda alipoona umati mkubwa unamfuata Yesu, maana yeye hakuwa ameitwa pamoja na wale wengine, na yeye akashikamana na wale watu akamfuata Yesu, na wale wengine watu walipojitenga na Yesu, yeye alibaki na wanafunzi, akaingia miongoni mwa wanafunzi. Badala ya kurudi nyuma pamoja na wale watu, akajiingiza kwa wale mitume. Lakini neno limetuambia ya kwamba Yesu hakumkataa, akamkaribisha ili aungane na wale mitume. Lakini sasa Luka katika Mariko, katika kitabu cha Mariko na pamoja na Luka na pamoja na Mathayo na pamoja na Yohana, inaonyesha ya kwamba Yuda huyu mwenyewe baada ya kujitolea kwake Shetani aliweza kumsaliti Bwana wake. Lakini nataka nipupise maneno niseme ya kwamba kwa nini akapotea. Kwa nini Yuda akapotea? Jambo la kwanza, shika ni hili. Hakukubali kujitoa kwa Yesu kikamilifu. Yesu amefundisha, amemruhusu, ndio, ameungana na wale mitume wote wakawa ni 12, ameungana nao. Yesu amemkubali kwa sababu yeyote anjaye kwake Yesu hata mtupa nje kamwe. Ni kwamba nimekwisha sema ya kwamba kulingana na vile tumesoma kitabu hiki, kimeeleza ya kwamba yeye alipoona umati wa watu wanamfuata Yesu akaandamana na wao, na alipoandamana na wao akaingia miongoni mwa mitume ama akajiunga na wale mitume. Yesu hakumkataa. Yesu akamfundisha na akafundisha na wale wengine, ama Yesu akawafundisha. Lakini yeye kati ya wale wengine,
Yeye peke yake ndio hakukubali kujitoa kwa Yesu kikamilifu. Hilo ni kosa moja. Maana kama angelijitoa kwake Yesu kikamilifu, Yesu angeutengeneza moyo wake, angemfanya kuwa mtu mwema, angemfanya kuwa mtu mwema. Lakini kosa hilo lilizuia yeye kuweza kuwa mkamilifu, hata akafikia kiasi cha kuja kumsaliti Bwana wake. Hilo ni kosa la kwanza. Lakini pia aliundanganya moyo wake ya kwamba yeye yuko sawa, kwa sababu kitabu cha Yeremia sura ile ya 17, Yeremia sura ile ya 17 na lile fungu la 9 inasema nini? Yeremia 17:9 inasema, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisa, nani awezaje kuujua? Yuda alijindanganya moyoni mwake ya kwamba yeye yuko sawa, maana alikuwa ni msomi, alikuwa na masomo makubwa kuwapita wanafunzi. Kwa hivyo akajindanganya yuko sawa, na akakosa kujitoa kwake Yesu kikamilifu ili Yesu amtengeneze kuwa mtu mwema. Hilo ni jambo la kwanza. Hilo kosa hilo likafanya moyo wake kuwa mgumu kiasi cha kutosaidiwa na Yesu. Ndio jambo la pili, ama kosa la pili ni ya kwamba yeye akawa na tamaa ya pesa, akawa na tamaa ya pesa. Tumekwisha kusoma ya kwamba aliruhusu tamaa ya pesa kupofusa moyo wake, aliruhusu tamaa ya pesa kupofusa moyo wake. Huyu Yuda aliruhusu tamaa ya pesa kupofusa moyo wake. Ndio tunasikia na nimesoma neno hapa likisema ya kwamba wakati fulani katika Yohana sura ya 12 fungu la 4 inasema, basi Yuda Iskariote mmoja wapo wanafunzi wake ambaye ndiye atakayemsaliti akasema, mbona marhamu hii haikuuzwa kwa dinari 300 wakapewa maskini? Naye aliyasema hayo si kwa sababu ya kuwahurumia maskini, bali kwa kuwa ni mwivi. Naye ndiye aliyeshika mfuko akavichukua vilivyotumiwa humo. Ilikuwa ni ya kwamba tukirudi fungu la kwanza Yohana 12 nasema, basi siku 6 kabla ya Pasaka Yesu alifika Bethania alipokuwapo Lazaro, yeye ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Basi wakamwandalia karamu huko, naye Martha akamtumikia, na Lazaro alikuwa mmojawapo wa wale walioketi chakulani pamoja naye. Basi Mariamu akatoa ratili ya marhamu ya nando safi yenye thamani nyingi, akampaka Yesu miguu, akafuta miguu kwa nywele zake, nayo nyumba ikajaa harufu ya marhamu. Basi Yuda Iskariote, sasa mwanamke huyu alimwagia Yesu mafuta. Yale mafuta yalikuwa ya thamani kubwa sana, lakini mama huyu hakuhesabu mafuta kwamba ni ya thamani. Alihesabu kwamba Yesu ni wa thamani hata kuliko mafuta. Na mafuta hayo inasemekana ya kwamba alinunua na pesa ambazo zinatosha mshahara wa mwaka mzima. Sasa mnasikia Yuda analalamika, mbona yanamwagiwa Yesu, si angeuzwa pesa ifue maskini? Si kwamba alitaka maskini wasaidiwe, ila ni kwamba alitaka yauzwe pesa ipatikane ndio aweze kuiba. Maana hapa Biblia imesema alikuwa mwivi. Lakini tumekwisha kusikia kwamba maneno yake, historia yake iliandikwa iwe funzo kwako na kwangu, ndiyo nisije nikafuata nyayo ama tabia ya Yuda. Mojawapo kama nisije nikawa na kosa la kwanza ambalo ni kukosa kujitoa kwa Yesu kikamilifu, na kosa ile la pili nisije nikawa na tamaa ya fedha, nisiruhusu pesa ipofuse macho yangu, nisindwe kuona utukufu wa Mungu, nisindwe kumpenda Mungu, ama nisije nikadhamini pesa zaidi ya muumbaji wangu. Kosa la tatu, yes, ingawa aliona dhambi zake, hakukubali kutubu dhambi zake ili asamehewe kabla ya kuja kumsaliti Bwana wake. Hakuona kosa lake. Na hata leo hii kuna watu wengi wanahubiriwa na hawaoni makosa. Wanayo makosa lakini hawayaoni. Wanahalalisha yale makosa yao. Wanayachukua si kitu. Ndivyo ilivyokuwa kwa Yuda, ya kwamba baada ya Yesu kufunza miaka 3.5, Yuda hakuona makosa yake na wala hakutubu. Aliyaona ama
yeye mwenyewe hakukubali kutubu. Ndio. Lakini je, Biblia inasema nini? Waraka wa kwanza wa Yohana 1:8-9 inasema, tukisiungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki atatusamehe. Kama angeliungama dhambi zake kabla ya kumsaliti bwana wake, wakati ule ambapo alionyesha tamaa ya kupenda pesa, kama angeona ya kwamba yeye ameharibiwa na tamaa, na kama angelijitolea kwake Yesu, angemuondolea ile tamaa ya pesa. Lakini sasa tunaona ya kwamba yeye mwenyewe, kwa sababu ya kutokubali kuona makosa na kutotubu, yeye alipotea. Kosa gani lingine lilimfanya kupotea? Jambo lingine la nne ni ya kwamba alikataa kufundishwa na Yesu. Kwa nini? Maana pale ambapo nimesoma tumekwisha kusikia kwamba alijiona ya kwamba yeye ni mwerevu. Kwa nini? Yuda alijua historia ya Yesu. Alijua ya kwamba Yesu hajaenda chuo kikuu. Alijua ya kwamba Yesu hana masomo makubwa. Na yeye alikuwa ni msomi kuliko wale mitume wengine kama kina Petero. Kwa hivyo hakukubali kufundishwa na Yesu. Na ndiyo sababu tumekwisha soma akionyesha ya kwamba kama angelipewa nafasi, angeliongoza lile kanisa la mitume na lingefaulu, ama angewaongoza mitume na wafanye kazi vizuri na ifanikiwe kuliko vile Yesu anavyowaongoza. Kwa hivyo hakutaka kufundishwa na Yesu kwa sababu alijionyesha kwamba ni mwerevu mno. Kosa gani lingine? Nimekwisha kusema, nimelishikanisha na hilo. Alikataa kufundishwa na Yesu na alijiona ya kwamba yeye ni mwerevu. Alikataa kufundishwa maana alijichukua ya kwamba ni mwerevu. Kwa ajili ya mambo hayo yakafanya Yuda kupotea. Lakini mpendwa, nataka niseme ya kwamba tumekwisha sikia kwamba mambo haya yakaandikwa yapate kuwa funzo kwako na kwangu, ili kwamba hata kama ni lazima kufanya kazi ili upate pesa, usiruhusu pesa hiyo ikapofusa macho yako ukakosa kumpenda Mwokozi wako. Usiruhusu pesa hiyo ikachukua nafasi ya Mungu. Mwandishi mwingine aitwaye Haskell akasema ya kwamba sanamu za siku hizi ni kupenda pesa, kupenda anasa na kule kupenda kule kuinuliwa ama ukubwa. Ndiyo, Yuda alipenda pesa zaidi ya Mwokozi. Alidhamini pesa zaidi ya Mwokozi. Na hata leo kuna watu wengi wanapenda pesa zaidi ya Mungu. Kwa mfano, unaweza kuona ya kwamba siku ile ya ibada ambayo watu wanapaswa kwenda kusali, wengine wanaweza kutoenda kusali Mungu kwa sababu ya kwenda kutafuta pesa. Sasa kwa inakuwa ya kwamba pesa ndio wameweka mbele kuliko kumweka Mungu wao mbele. Pesa imefanya wengine waue wenzao. Pesa imefanya wengine, hata kama ni kiongozi fulani, mdogo wake kwa sababu ya kupenda pesa anaweza kumwendea ili kuondoa ile kiongozi ako mbele yake, aondolewe ili achukue ile nafasi kusudi apate pesa. Leo hii watu wanafanya ukahaba, watu wanaiba, watu wananyang'anya kwa sababu ya kupenda pesa. Watu wanauza vitu ambavyo vinadhuru wengine kama madawa ya kulevya ama bangi. Na mtu anajua ndaweza kulevya zinadhuru watu. Anajua bangi inaharibu watu, lakini anauza kwa sababu anataka pesa. Ndio. Kwa nini? Ni kwa sababu wanataka kufuata nyayo za Yuda ambaye alipenda pesa zaidi ya Mwokozi wake. Ndugu yangu, dada yangu unayenisikiliza, nataka nikwambia kwamba Kristo anataka wewe nami tumruhusu, tunjitolee kwake, tumruhusu atuondolee tamaa ya pesa. Atupatie nini? Ndio, pesa ni lazima tusihitaji, lakini ni kipi tunakatazwa? Kile tunakatazwa ni tamaa ambayo inaweza kupofusa macho yetu, tushindwe kumpenda Mungu ama tushindwe kujitolea kwake Mungu. Tamaa ile ya pesa ilipopusa Yuda macho hata kiasi ya kwenda kumuuza bwana wake. Lakini alidhani ya kwamba akimuuza bwana, maana ana nguvu za kuponya,
ana nguvu za kufufua, atawakimbiza wale watu, lakini Yesu hakufanya hivyo. Kuna maneno mengine ambayo sikusoma ya kumalizia, ambapo inasema ya kwamba alipoona Yesu amekamatwa na hakujiondoa ama hakuzuia asikamatwe na kisha ikawa atasulubiwa, neno linasema alikimbia akisema ya kwamba nimechelewa. Ndio, ingawa aliyasema maneno hayo, hata ingawa alisema ya kwamba nimesaliti damu isiyo na hatia, hakuonyesha majuto ndani ya moyo wake, hakuonyesha kusononeka ndani yake, hakuona ubaya wa dhambi ile aone jinsi ilivyo mbaya ambayo imefanya mwokozi wake kusulubiwa, ila aliogopa hukumu itakayompata kwa sababu ya kusaliti mwana wa Mungu. Tumesikia ya kwamba alimuuza pesa ambayo ndio ilikuwa inanunua mtumwa. Akamuuza Yesu pesa ambayo ingenunua mtumwa, akamfananisha Yesu na mtumwa. Na bandala ya kutubu, yeye mwenyewe akajitia tanzi na akaanguka chini, nyama yake ikaliwa na umbwa. Kosa la Yuda na kosa la Petero yalikuwa sawa. Petero alimkana Yesu mara 3. Lakini tunaambiwa kwamba Petero aliona makosa yake, akasononeka, akalia sana na akaungama kwa ungamo la kweli. Akaungama ungamo la kweli na akasamehewa. Laiti kama Yuda angeliungama ungamo la kweli, angesamehewa. Ni sawa sawa na Adamu na Hawa. Kama wangeliungama makosa yao pale bustanini, wamwambie Mungu ya kwamba tumekosea kula matunda uliotukataza, hakika Mungu angewasamehe. Lakini kwa sababu ya kutoona makosa na kutoungama, ilibidi wapokee mshahara wa dhambi ambao ni kufa, ama ilibidi wafe, kama vile ahadi ya Mungu ilisema ya kwamba ukila tunda hili utakufa, hili la kujuliza ujuzi wa mema na mabaya. Ukila tunda hili ama lile walilokatazwa, wakaambiwa tunda hili mkila hakika mtakufa. Na basi wakala. Walipokula wao wenyewe hawakuona kosa lao na wala hawakuungama, na kwa sababu ya kutoona makosa na kutoungama, basi ikabidi wafe kama vile Mungu alivyowaambia. Laiti kama wangeliona makosa yao, wangetubu na wangesamehewa, na dunia haingeingia dhambini. Hivi ndivyo ilivyokuwa kwa Yuda, na yeye kwa sababu ya kutoona dhambi zake na kwa sababu ya kutoungama kikweli kama Petro alivyoungama, alipotea na akafa bila tumaini, akafa kifo ambacho hata kumbukwa milele. Wale mitume 11 waliobaki baadaye walimchagua mwingine akachukua nafasi ya Yuda, na hao wataonekana mbinguni na katika nchi mpya na watakumbukwa milele. Ila historia ya Yuda ilipotea pale pale katika wakati ule ambapo alimsaliti Yesu, ama akawa ni wakupotea. Lakini habari hizo zikaandikwa siwe funzo kwako na kwangu, ile kwamba nisiye nikaruhusu pesa kutawala moyo wangu, nisiye nikaruhusu pesa ipofuse mawazo yangu, ama niweze kumpenda Yesu zaidi ya kupenda pesa. Ndio, sasa sikia mpendwa. Timotheo wa kwanza 6:6 inasema, walakini utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Na tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo. Lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana, zenye kudhuru ziwatozazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Wale watamanio pesa hao wako katika hatari ya kuangamia. Wenye kutamani, sio kutaka ila ni kutamani. Yuda tumeambiwa kwamba tamaa ilipofusa macho yake, tamaa ya pesa ilipofusa macho yake. Je, wewe mpendwa, ukilinganishwa na Yuda kuna tofauti? Nikilinganishwa na Yuda kuna tofauti? Mpendwa, ningekusii pamoja nami tujitolee kwake Yesu, jambo ambalo Yuda hakukubali kulifanya.
Kwa nini tujitolee kwake? Ni ili ikiwa kuna tamaa ndani yetu ya pesa, ama ikiwa tumedhamini pesa kuliko Mungu, ama ikiwa tumependa pesa kiasi kwamba hata hatuna nafasi ya kuabudu Mungu, Yesu atuondolee hiyo tamaa. Anasema katika Mathayo 11, Mathayo 11:28 anasema, Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Kama umelemewa na tamaa ya kupenda pesa, tamaa ya kutamani pesa kama Yuda, Yesu anaweza kukuondolea tamaa hiyo. Yesu anaweza kukuondolea tamaa hiyo. Mpendwa, tunasikia katika kitabu cha Yohana sura ya 13, Ibilisi alimwingia Yuda. Sasa swali, kwa nini Ibilisi huyu hakuingia Mathayo? Kwa nini hakuingia Filipo? Mbona akamwingia Yuda? Ni kwa sababu alifungulia shetani moyo wake. Hakuna mtu atapotea kwa sababu ya shetani, ila mtu atapotea kwa sababu alimpatia nafasi shetani, alimruhusu shetani kuingia ndani ya moyo wake. Biblia inasema ya kwamba tumpinge shetani kwa neno la Mungu, kupitia kwa maombi na kulisoma lile neno la Mungu. Mungu atatupa nguvu za kumpinga shetani. Mungu atatusaidia tusije tukamruhusu shetani kuingia ndani yetu. Maana tukimpa nafasi kuingia ndani yetu, atapanda mbegu ya tamaa ndani yetu. Atapanda mbegu ya wizi ndani yetu. Atapanda mbegu ya uwaji ndani yetu. Atapanda mbegu ya uasherati ndani yetu. Mungu akusaidie na mimi pia nisaidie, ili kwamba moyo wangu usiwe na nafasi kwa shetani, bali moyo wangu uwe na nafasi tu kwa Yesu, aingie ndani yangu na atawale. Lakini lini? Ni wakati utampa nafasi. Ndio sababu katika Biblia anasema, nasimama mlangoni ninabisha, mtu akisikia sauti yangu nitaingia kwake na nitakaa naye. Yesu anasimama mlangoni pa moyo wako, anataka umfungulie ili aingie ndani ya moyo wako. Kama kuna tamaa ya pesa kama ya Yuda, akuondolee. Kama wewe mwenyewe una moyo ule wa kiburi kama kile kilichokuwa na Yuda, maana alijawa na kiburi, kujiona yeye ni mwerevu kumpita Yesu, ni mwerevu kupita mitume, Yesu akuondolee hiyo. Hebu niombe kwa ajili yako. Bwana akusaidie pamoja nami, ili atupe roho kama ile ya Petero ya kuharakisha kutubu. Hata kama tumeteresa tukaanguka katika kosa kama Petero, tuwe na roho ile ya kuharakisha kutubu na kuungama mapema kabla ya kuchelewa. Tuombe. Baba, kwa jina la Yesu, saidia msikilizaji mpendwa pamoja nami. Tusaidie Baba, kama kuna kosa ndani yetu limefisika ambalo hatujatubu wala kuungama, utupe uwezo wa kutubu na kuungama kikweli. Tupe uwezo wa kuyashinda majaribu. Tufumbue macho yetu, tusaidie kuwa na hekima ya kuona Ibilisi akitujia ili tuweze kumkataa. Tusaidie ndani yetu kuwa na roho ile ya kuridhika, kutosheka na chochote ambacho umetupatia. Saidia msikilizaji mpendwa pamoja nami, umuandae na mimi pia uniandae, ili Baba tuweze kujajua mengine ambayo atasaidia mioyo yetu, kusudi tuweze kujifunza namna ya kuiga tabia yako Yesu, na ndiposa tuweze kufanana nawe. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Mpendwa wa msikilizaji, endapo ungeweza kujajua mengi ambayo nimefundisha, ninaomba utembelee channel ya YouTube yangu, tafuta jina Pastor Mutuma Senior, na utapata mengi ambayo nimefundisha. Lakini mpendwa, ukiwa na swali, ukiwa na jambo la kuongezea, nenda kwenye channel ya YouTube yangu, tafuta hapo nimekwisha sema Pastor Mutuma Senior, toa swali lako, toa nyongeza yako na nitashukuru. Bwana akubariki na kutendee mema. Amen.